Tulie mara ulipo, wamama wanawake tulieni, kila mmoja kae. Bwana asifiwe sana. Kama umekunywa maji basi tulia. Amen. Haleluya. Neno ndoto katika Biblia limeandikwa mara 91. Neno ndoto katika Biblia nzima kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo limeandikwa mara 91. Na ndoto zilizoandikwa ndani ya Biblia ni 23. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ndoto ambazo zimeandikwa ni 23 zilizoandikwa ndoto. Ndoto. Lakini kuandikwa neno yaani ndoto, watu walioandikwa ndoto zilizoandikwa ni 23. Lakini neno lililoandikwa ndoto ni 91. Walioota ndoto ndani ya Biblia ni watu 15. 15 ndio walioota ndoto zilizoandikwa. 15. Bwana asifiwe sana. Ngoja nirudie hapo. Wewe andika hizo statistics zitasaidia wakati wa mahala fulani. Neno ndoto kwenye Biblia limeandikwa mara 91, ndoto zilizootwa ni 23 na walioota ndoto ndani ya Biblia ni watu 15. Bwana asifiwe sana. Wengine waliota ndoto zaidi ya moja. Waliota ndoto zaidi ya ndoto moja. Na ndoto zimegawanyika makundi matatu. Makundi matatu. Kundi la kwanza ndoto za kimungu, godly dream, ndoto za kiungu. Lakini ya pili ni ndoto za kishetani, ndoto za mashetani au za shetani, ndoto za mapepo, ndoto za shetani. Ya tatu ni ndoto zinazotokana na shughuli za kila siku, yaani kila siku nafanya shughuli na zinakuja tena kwenye ndoto. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 5 mstari wa 3, nataka nisome pale Mhubiri. Maandiko yanasema, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ndoto hizi ambazo zinakuja kwa sababu ya shughuli nyingi zinatokana na kile unachokifanya mara zote. Kama wewe ni mkulima ukaota unalima, unaota unafanya kazi za kilimo, basi hizo ni ndoto za shughuli nyingi. Kama wewe unavua, unafuga, unafanya nini, unaota kile unachokifanya, hizi ni kwa ndoto za shughuli nyingi. Na katika Agano la Kale Mungu alitumia ndoto mara nyingi na kusema na watu mara nyingi na ndoto. Nataka tuone mifano ya kibiblia Mungu katika Agano la Kale akisema na watu kupitia ndoto. Some kwenye kitabu cha Hesabu mfano huo 12 na mstari wa 6, akiongea na watu kupitia ndoto. Na pia tutakwenda kusoma kitabu cha Mwanzo 20 mstari wa 3. Hesabu 20:12 mstari wa 6, Mungu akisema na watu kupitia ndoto. Kisha sikiliza, nasoma maneno haya. Basi maneno yangu akiwemo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake. Katika maono nitasema naye katika ndoto. Huyu ni Mungu anazungumza. Anasema kisha sikiliza, basi maneno yangu, basi akiwemo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake. Katika maono nitasema naye katika ndoto. Maono na ndoto ni vitu vinavyokaribiana, ijapo kila kimoja kinajitegemea. Maono na ndoto vinakaribiana, ijapo kila kimoja kinajitegemea. Wacha nikuonyeshe nini maana ya maono na nini maana ya ndoto. Bwana asifiwe sana. Alafu baadaye tutaendelea tena na hao watu Mungu aliyosema nao kupitia ndoto. Maono maana yake ni picha iliyovuviwa kwenye ufahamu wako